Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukutendeleza Yesu. Karibuni tena katika darasa huru la Injili, darasa ambalo linapatikana katika chaneli ya Mwalimu Kimweri TV, na nikuombe tu mwisho wa darasa hili usisahau kusubscribe, kushare, kucomment na kulike. Mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana. Leo tunaanza safari ya siku 3 ya kujifunza somo lenye kichwa kinachosema mifumo au mfumo. Na leo ni siku ya kwanza. Tutakuwa na safari ya siku hizi 3 kujifunza mambo yanayohusu mfumo au mifumo, lakini si katika maana ile unayoijua wewe. Nitakufundisha kwa maudhui au kwa muktadha wa darasa hili. Mwanadamu kwa asili yake hajaumbwa na Mungu ili aweze kujitegemea, independent, bali aliumbwa na Mungu awe dependent, awe tegemezi, amtegemee Mungu. Kwa hiyo kwa asili yetu sisi, Mungu alipenda tuweze kumuishi kwa kumtegemea yeye maisha yetu yote. Tunapoingia katika hatua ya kutegemea vitu vingine, ndio hapo sasa tunapomchukiza Mungu. Lakini katika asili yetu Mungu alituumba tuweze kumtegemea, na mwanadamu, ndio maana sasa unapaswa kuokoka ili kusudi urudi katika mfumo wa Mungu wa kuongoza maisha yako. Ndio maana Yesu anaitwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Lile neno Bwana tutatafsiri baadaye, maana yake ni kiongozi. Kwa maana hiyo sisi hatujaumbwa tujiongoze wenyewe, tuliumbwa na Mungu kwa asili yetu tuweze kuongozwa na yeye. Mfumo ni nini sasa? Kwa muktadha wa darasa hili, mfumo ni mpangilio wa kanuni, sheria, mamlaka au mtiririko wa maamuzi unaoongoza maisha ya mtu au jamii. Kwa lugha rahisi tunaweza tukasema hivyo. Ni zile kanuni, taratibu ambazo zinatumika kumuongoza mtu au jamii. Na ndio maana unakuta kuna jamii mbalimbali zina mifumo inayowaongoza ambayo ni mibaya. Nimewahi kuona familia moja ni walevi wote. Huo ni aina ya mfumo na kanuni iliyowekwa katika ulimwengu wa roho ambayo inawaongoza. Kuna watu wakiingia kwenye kanuni ya kunywa pombe au kuvuta sigara, hata wafanyeje, kanuni zinawashikilia, sheria zinawashikilia. Tutasoma habari za Paulo anaposema kwamba lile analotaka kulitenda halitendi, bali lile ambalo halitaki ndilo analolitenda. Ndio maana ya kuwa mtumwa. Biblia inasema kwamba kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Mtumwa maana yake ni mtu yule ambaye hayuko huru kuamua kutenda anachotaka. Na katika ulimwengu wa roho na katika maisha yetu, wanadamu wengi wanaongozwa na mifumo ambayo inawaongoza, inaweka kanuni, sheria na taratibu ambazo lazima uzizingatie. Upende usipende, lazima uzizingatie. Kwa lugha rahisi tunaita huo ni mfumo, ni utaratibu katika ulimwengu wa roho unaomuongoza mtu. Mungu alituumba atuongoze yeye. Dhambi ile iliyofanyika pale katika bustani ya Eden ilimnyang'anya Mungu nafasi yake ya kutuongoza. Badala yake sasa watu wanajiongoza wenyewe. Badala yake sasa shetani anawamiliki na kuwaongoza. Badala yake dhambi inachukua nafasi kuongoza. Na ndio pale sasa, kwa tamaa au kwa kanuni zilizowekwa katika ulimwengu wa roho na kanuni za giza, ni kwamba mtu analazimika kufanya dhambi hata kama hapendi. Na huu utaratibu unaombana mtu afanye dhambi hata kama hapendi inaitwa mfumo. Maana nyingine ya mfumo tunaweza tukasema kwa muktadha wa darasa hili
Mfumo ni nguvu au kanuni inayomwongoza mtu kifikira kuamua na kutenda kwa namna fulani mara kwa mara. Mfumo unakamata fikra ili kumwongoza mtu kulingana na kanuni zilizowekwa na anayekutawala. Kumbuka nilisema pale mwanzoni kwamba mwanadamu ameumbwa hana uwezo wa kujitawala. Ameumbwa atawaliwe, aongozwe. Mfumo ni nini? Kwa muktadha wa darasa hili, mfumo ni mazingira ya rohoni, ni mazingira ya kiroho na ya kiakili yanayoamua namna tunavyotakiwa kuishi. Hizo kanuni zinatuamulia nini cha kutenda, tutende nini, tusitende nini. Maamuzi hayo yanasimamiwa na mfumo kama kanuni. Kumbuka, Mungu alipotuumba tu aliweka mfumo ndani yetu wa kutuongoza, aliweka mfumo wake wa kutuongoza, tusijiongoze. Tunasoma hivyo katika Mwanzo sura ya 1 mstari wa 28. Neno la Mungu linasema, Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu aliinstall mfumo wake, anatoa maelekezo tuishi sawasawa na alivyoelekeza, tuishi sawasawa na mapenzi yake. Hatukuumbwa tuishi tunavyotaka. Ndio maana mwanzoni tu hapa katika Mwanzo hii mstari wa 1 sura ya 1 mstari wa 28, Mungu anatoa maelekezo ya namna tunavyotakiwa kuishi. Anaweka mfumo wa baraka ndani yetu. Anasema hivi, Mungu akawabarikia. Hatujibariki wenyewe, yuko mwenye nguvu ambaye anatubariki. Mungu anaweka mfumo wa baraka ndani ya mtu mwanzoni kabisa, na mfumo huu unabeba mambo matatu kama tulivyosoma hapo juu. Kwanza, mfumo huu wa baraka ambao ameuweka ndani yetu kutuongoza, anasema mfumo wa kuzaa na kuongezeka. Baraka alizoweka ndani yetu zilibeba mfumo wa kuzaa na kuongezeka na kuijaza nchi. Jambo la kwanza. Jambo la pili, mfumo wa baraka ambao Mungu aliinstall ndani yetu ulibeba mfumo wa kuitiisha nchi, kuitiisha nchi. Jambo la tatu na la mwisho ambalo tunaliona katika mstari tuliosoma hapo juu, mfumo wa baraka aliyoweka ndani yetu kwa maagizo yake ulibeba mfumo wa kutawala nchi, bahari na anga. Anasema hapa, kama nakumbuka, kwamba enendeni basi, asema na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kitambaacho juu ya nchi. Tumepewa mfumo wa kumiliki kila kitu kilicho baharini. Tulipewa mfumo wa kutawala kila kiumbe kilicho juu ya nchi. Tumepewa mfumo wa kumiliki na kutawala kila kiumbe kilicho katika anga. Tumepewa kumiliki na kutawala maeneo matatu kwa niaba ya Mungu, kwa niaba ya Mungu, na hiyo yote ni mifumo. Kwa hiyo mwanadamu hakuumbwa kuwa chanzo cha kuendesha maisha yake mwenyewe au chanzo cha uhai wake, bali uhai huu tumepewa, na tumepewa na mfumo wa kutuongoza. Mwanadamu hakuumbwa kuwa chanzo cha baraka, ndio maana baraka tumepewa. Mwanadamu hakuumbwa kuwa chanzo cha kuongezeka, aongezeke tu kwa kutaka mwenyewe, bali ni mfumo ambao Mungu ameweka ndani yetu. Mwanadamu hakuumbwa kuwa chanzo cha kuitiisha nchi au kuwa chanzo cha kutawala, bali Mungu aliumba mwanadamu chini, alimuumba mwanadamu ili awe chini ya Mungu.
alikusudiwa mwanadamu kuishi kwa kumtegemea Mungu, dependent life, sio kujitegemea, independent life. Tumeumbwa tuwe dependent, tuwe na maisha ya dependent life. Kwa hiyo baraka ilitangulia kazi. Mungu alianza kutupa baraka kwanza kabla ya kufanya kazi yoyote. Mungu alitubariki kwanza, kisha akampa mwanadamu mamlaka. Mungu alitubariki kwanza, kisha akatupa nguvu ya kutiisha. Mungu alitubariki kwanza, kisha akatupa nguvu ya kuzaa na kuongezeka na kuijaza nchi. Mwanadamu hakupewa kuishi kwa nguvu zake binafsi. Mwanadamu yoyote yule hakupewa kuishi kwa nguvu zake mwenyewe. Ndio maana kuna mfano Yesu aliutoa katika Agano Jipya kwamba kuna mtu kwamba alivuna akajaza gara zake, alafu akasema nafsini mwake, nitajenga gara, nitabomoa, nitajenga nyingine, nitazijaza. Alafu Mungu akamwambia, mpumbavu wewe, usiku huu wa leo watu wenzako wanaitaka roho yako. Kwa nini? Akasema, kwa maana uzima wa mtu hauko katika wingi wa mali alizo nazo. Kwa hiyo unaweza ukawa na mali ya kutosha, ukiishi kwa kujitegemea na kuitegemea mali, unatafuta kifo, mpendwa, kwa sababu hatukuumbwa hivyo. Mwanadamu ni kiumbe cha uwakili. Tulipewa baraka kama mawakili, tunapewa uzima na uhai kama mawakili, tunapewa baraka kama mawakili, tunapewa mali kama mawakili. Anasema mkatawale. Haimaanishi kujitawala bila Mungu. Akasema mkatawale pamoja na Mungu, na ni kama gavana inayotawala chini ya mamlaka ya rais, si kwa kujitegemea bali kwa kumtegemea Mungu. Lakini shetani alivyo mbaya, alipoona tumepewa mfumo wa kumtegemea Mungu, shetani akaleta mfumo mwingine, akaapply mfumo mwingine ambao unatumika kuwaongoza wanadamu pia. Ndio maana tunasema kwamba mwanadamu anaongozwa na mifumo. Usipoongozwa na mfumo wa Mungu, utaongozwa na mfumo wa kibinadamu wa kujiongoza mwenyewe au kuongozwa na shetani. Kwa hiyo mwanadamu mbele yake kuna mifumo miwili inayomkabili, aidha aongozwe na mfumo wa Mungu au aongozwe na mfumo Babeli au mfumo wa kishetani au mfumo wa kujiongoza mwenyewe. Huwezi kuwa katikati. Hakuna mwanadamu anasema mimi siongozwi na Mungu wala siongozwi na shetani. Wewe unaongozwa na mmojawapo. Lazima uongozwe na Mungu. Kama sio na Mungu, basi unaongozwa na shetani. Hakuna mchezea kote, hakuna ambaye hajaguswa aidha na Mungu au na shetani. Katika Ukristo wako unaongozwa na Mungu au shetani. Katika maisha yako ya imani unaongozwa na shetani au na Mungu. Lakini huwezi ukakwepa hiyo mifumo miwili ambayo iko mbele yako. Kuna mfumo ulioletwa na Mungu, kuna mfumo ulioletwa na shetani. Kumbuka katika bustani ya Eden, Mungu alisema mkila matunda ya ujuzi wa mema na mabaya hakika mtakufa. Lakini shetani akaja akaleta mfumo mwingine, akasema kuleni, maana Mungu anawaonea wivu, maana mtafanana naye, mkila hakika hamtakufa. Kwa hiyo mwanadamu alikuwa yuko tayari kuchagua kati ya hakika ya Mungu au hakika ya shetani. Na tunasoma katika Biblia
kwamba Adamu na Hawa mbele yao kulikuwa na mifumo miwili, wachague mmoja, wachague mfumo wa Mungu wasile yale matunda ya ujuzi wa mema na mabaya, au wafuate mfumo wa Shetani wale matunda ya ujuzi wa mema na mabaya. Nakumbuka katika bustani ile ya Edeni kulikuwa na miti miwili, mti wa uzima katikati ya bustani, lakini na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Huu hausemwi ulikuwa wapi, ingawaje mwanamke kwenye kueleza anasema huu uko katikati ya bustani. Mungu anasema mti ulio katikati ya bustani ni ule wa uzima, mti wa ujuzi wa mema na mabaya ambayo Adamu alikatazwa kula, haukutajwa kwamba uko wapi. Lakini hii miti miwili inaeleza aina mbili za mifumo iliyoko mbele yako. Sasa katika maisha yako, aidha utaishi chini ya mfumo wa mti wa uzima au utaishi na kuongozwa chini ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Lakini huwezi kukwepa hiyo mifumo miwili, ni lazima, kwa sababu tuliumbwa, hatuwezi kujitegemea. Tumeumbwa sisi ni dependent, tuna dependent life. Huwezi kuishi maisha ya dependent. Ukijitegemea, hapo umemwasi Mungu. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza akaishi kwa kujitegemea akampendeza Mungu. Kwa hiyo tuna mifumo ya aina mbili ambayo iko mbele yetu. Kuna mifumo ya aina mbili ambayo iko mbele yako mpendwa. Mfumo wa kwanza unajulikana kwa jina la mfumo wa Yerusalemu au mfumo wa kuongoza maisha ya mwanadamu, mfumo wa Mungu wa kuongoza maisha ya mwanadamu. Na mfumo wa pili unajulikana kama mfumo wa duniani, mfumo wa Babeli, mfumo wa Shetani, kumpa mwanadamu uhuru kujiongoza na kumwongoza mwenyewe. Kwa hiyo tuna mifumo miwili sawasawa na miti miwili ambayo ilikuwa mbele ya Adamu kufanya maamuzi yenye faida au yenye hasara. Mfumo wa mti wa uzima au mfumo wa kuongoza maisha ya mwanadamu kupitia Mungu. Mungu ayaongoze maisha yetu, ndicho kitu ambacho alitaka, ndicho kitu ambacho aliplan. Lakini wakati Adamu na Hawa wanaendelea kuishi, Shetani akatumia hila ya kuja kumdanganya Hawa, kupandikiza mfumo mpya wa maisha. Mfumo huu unaitwa mfumo Babeli, ambao ni mfumo kinyume na mfumo wa Mungu. Mfumo wa Babeli ni mfumo wa kibinadamu. Huu ni mfumo pingamizi. Badala ya mfumo wa Mungu kumwongoza mwanadamu, Shetani akapandikiza mfumo wa kumwongoza mwanadamu kuishi kwa kufuata kawaida ya dunia hii. Huu ni mfumo wa kuifuata kawaida ya dunia hii, kama tunavyosoma katika Waefeso sura ya pili mstari wa kwanza. Waefeso sura ya kwanza ya pili na mstari wa kwanza asema, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi, kuna dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu, kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu. Na wako wanadamu wengi sana wanaishi wakifuata mfumo wa pili wa Shetani ambao umebeba kawaida ya dunia hii. Anaendelea kusema kawaida ya ulimwengu huu, na kwa kumfuata mfalume wa uweza wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi, ambao zamani sisi sote nasi tulienenda kati yao katika tamaa za miili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia yetu
watoto wa hasira kama na hao wengine. Kwa nini tumekuwa watoto wa hasira? Ni kwa sababu tuliacha kumtegemea Mungu, kuongozwa na Mungu, kuongozwa na sheria ya Mungu, tukaanza kufuata kawaida ya ulimwengu huu, na kwa kumfuata mkuu wa anga hili, yule shetani aliasi, na wanadamu wengi sana wamechotwa, wanafuata kawaida ya ulimwengu huu. Huo ni mfumo. Dunia hii ina mfumo wake ambayo inawabana watu wote walioko chini ya dunia hii wafuate hiyo kawaida ya dunia hii ambayo ni machukizo. Na ukikamatwa na huo mfumo, huna hiari ya kuacha. Utatenda tu kwa kufuata kawaida hiyo, kama mtumwa wa dhambi. Utatenda tu hata kama hutaki. Kwa nini? Ni mfumo. Mfumo ni nini? Mfumo ni kanuni zilizowekwa ndani yako katika ulimwengu wa roho, zinazoongoza maisha ya watu. Aidha maisha ya mtu yataongozwa na Mungu, na mfumo wa Mungu, au na mfumo wa kawaida ya dunia hii, au na mfumo wa mfalme wa anga, wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Na ni mfumo wa wanadamu kuishi kwa kujitegemea wenyewe. Huu mfumo wa kawaida ya ulimwengu huu ni mfumo ambao wanadamu wanaishi kwa kujitegemea wenyewe. Wanadamu katika mfumo huu, muasisi ni Ibilisi. Yeye ndiyo muasisi, lakini mfumo ule wa Yerusalemu, mfumo ule wa kimungu kuongoza maisha yetu, ni mfumo ambaye muasisi ni Mungu mwenyewe, kama tulivyosoma katika Mwanzo sura ya 1 mstari wa 28. Na Paulo aliwahi kusema katika Warumi sura ya 7 mstari wa 15. Paulo analalamika juu ya mfumo huu. Sikiliza mpendwa, na haya ni malalamiko ya watu wengi sana waliokamatwa na mfumo wa Babeli. Anasema hivi, Warumi sura ya 7 mstari wa 15: maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nilichukialo ndilo nilitendalo. Lakini kama nikitenda lile nisilolipenda, nakiri ile sheria ya kuwa ni njema. Paulo analalamikia mfumo wa kawaida ya dunia hii, mfumo wa shetani. Anasema umenikamata katika mwili. Kwa nini? Anasema lile ninalotaka kutenda, nimeweka nguvu kabisa kulitenda, nashitukia silitendi, na lile ambalo nalichukia ndilo ninalolitenda. Paulo analalamikia mfumo, kwamba kwenye dunia hii kuna mfumo kandamizi, kuna mfumo wa uovu, kuna mfumo uliobeba kanuni ya kumshurutisha mwanadamu kutenda jambo ambalo halitaki. Kuna watu wanafanya mambo alafu wanajuta kwa kulia na machozi, lakini baadaye anakuja kushtukia atenda tena, anatubu, Mungu nisamehe, sitarudia tena. Baada ya siku 2-3 anatenda, anatubu na kutubu na kutubu na kutubu na kutubu, anashindwa kuacha kwa sababu ya mfumo, kwa sababu ya kanuni zilizomkamata katika ulimwengu wa roho. Kumbuka nimesema, ukija kuona kuna dhambi unashindwa kuiacha, huiachi kwa sababu labda hiyo dhambi ina nguvu sana. Hapana, kwa sababu kuna mfumo umekukamata na hujui namna ya kujinasua katika mfumo huo. Ni nia ya darasa hili, ili kila mtu ambaye anashindwa kuacha dhambi, na ni kweli hakuna mwanadamu anaweza kuacha dhambi kwa nguvu zake mwenyewe, ni kwa neema, ni kwa neema tu. Hata kuokoka ni kwa neema. Ndio maana haturuhusiwi kuwalaumu watu ambao hawajaokoka, kwamba angalia huyu mtu, nimehubiri injili mpaka tangu asubuhi mpaka jioni, ananiangalia tu, anang'oa macho tu, haokoki. Kuokoka ni neema,
na ni neema mpaka ifunuliwe kwake. Tunapohubiri namna hii, ni neema tunayoiuza kwako. Ikifunuliwa kwako, tunamshukuru na kumtukuza Mungu. Lakini hakuna mtu anayeweza kuacha dhambi kwa nguvu zake mwenyewe. Kwa nini? Atendaye dhambi, Biblia inasema kwamba ni mtumwa wa dhambi, na mtumwa hakai nyumbani siku zote, bali anatumikishwa kutenda hata yale asiyotaka. Atavuta sigara hata kama ni daktari, anajua sigara inasababisha kansa ya mapafu, lakini kwa sababu ni mtumwa wa dhambi atafanya, atashurutishwa kufanya. Kwa nini? Kwa sababu ya mfumo Babeli, mfumo wa dhambi, mfumo wa kawaida ya dunia hii upo na unatesa watu wengi. Katika Warumi sura ya 7 mstari wa 17 anaendelea kwamba dhambi ndio mfumo wenyewe unaoongoza maisha ya mtu. Biblia inasema, basi sasa si mimi nafsi yangu ninayetenda hilo, bali ni dhambi ikaayo ndani yangu. Usipofuata mfumo wa Mungu kwa kuokoka, shetani atainstall mfumo wa dhambi ndani yako, ambapo utakuwa ni mtumwa wa dhambi, utatumikishwa na dhambi hata kama hupendi. Kumbuka, Adamu alipotenda katika bustani ile ya Eden, alifungulia mlango wa mfumo wa dhambi kututawala wanadamu wote katika dunia hii, hata wale ambao hatukutenda dhambi inayofanana na dhambi aliyofanya Adamu. Lakini kwa sababu Adamu alifanya dhambi, sisi wanadamu wote tukiwa katika viuno vyake tulitenda dhambi wote, hata kama hatukuwepo. Ndiyo maana dhambi na adhabu ya dhambi ya Adamu inatupata hata sisi. Kwa nini? Wote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Na katika Warumi sura ya 5 mstari wa 12 anasema hivi, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, dhambi iliingia ulimwenguni kwa mtu mmoja, na kwa dhambi hiyo mauti, na kwa hiyo mauti ikawafikia watu wote, na kwa sababu hiyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Anasema kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo ikasababisha mauti, na mauti inatawala. Ndiyo maana kila mtu anayetenda dhambi anatawaliwa na mauti. Mauti ina nguvu ya kumtawala mtu ili aendelee kufanya dhambi, aendelee kufanya matakwa ya dhambi, aendelee kutimiza makusudi ya dhambi. Ndiyo maana unahitaji msaada wa Mungu uweze kutoka hapo. Kukataa tu hakutoshi. Unahitaji msaada wa Mungu akurudishe kwenye mfumo wa kukuongoza yeye mwenyewe. Lakini ukiwa katika mfumo wa Babeli, mfumo wa Ibilisi, mfumo wa ulimwengu huu wa kuongoza maisha yako, utateseka na utapata shida. Biblia inasema katika Warumi sura ya 5 mstari wa 13 anasema hivi, maana kabla ya sheria dhambi ilikuwemo ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwepo sheria. Walakini mauti ilitawala tangu Adamu. Nitaka uone lile neno, mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa, nayo iliwatawala hata wao wasiofanya dhambi ifananayo na kosa la Adamu, aliye mfano wake yeye atakayekuja. Dhambi inatawala, mauti inatawala. Kutawala ni mamlaka ya kuamuru, kuagiza na mambo yatimie. Dhambi ikikaa ndani yako,
inakutawala kwa kutumia mauti, nguvu ya mauti, kukushurutisha, kukuagiza, kukupa kanuni, kukupa masharti ya kuhakikisha unatekeleza matakwa ya dhambi, matakwa ya mauti. Maana dhambi ni mfumo wa kuongoza maisha ya watu waliomkataa Mungu. Dhambi ni mfumo wa kuongoza maisha ya mtu ambaye amemkataa Mungu. Moyo ni kichaka cha hatari sana ambacho kinaweza kikapandwa mfumo wa Mungu ukaongozwa na Mungu. Kama ukimkataa Mungu, moyo wako unaweza ukawa kichaka, kukapandwa mfumo wa Shetani, mfumo wa ulimwengu huu, na ulimwengu huu ukakuongoza ukapotea na kuangamia. Biblia inasema katika Yeremia sura ya 17 mstari wa 9, neno la Mungu linasema, moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha, una ugonjwa wa kufisha. Moyo wa mtu ambaye hajaokoka una ugonjwa wa kufisha. Moyo wa mtu yoyote aliyemkataa Yesu una ugonjwa wa kufisha, una dhambi ambayo inafisha. Anasema, nani awezaye kuujua? Mimi Bwana na uchunguza moyo na vijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake. Matunda ya matendo yako yanatokana na mfumo unaokuongoza. Mfumo wa Mungu utakupa matunda ya Roho Mtakatifu. Mfumo wa Shetani utakupa matendo ya mwili. Katika Wagalatia sura ya 5 mstari ule wa 16 na kuendelea, anasema matendo ya mwili ndio haya yanaorodheshwa pale. Yale ni matunda ya mwanadamu yoyote aliyemkataa Mungu, anayeongozwa na mfumo Babeli. Mungu atusaidie. Sijui wewe unaongozwa na mfumo upi? Sijui. Unaujua moyo wako, unajua maisha yako, na ukimkataa Mungu, hata upende usipende, utakuwa umemchagua Shetani. Shetani katika mifumo hii miwili hasubiri kuchaguliwa. Ukizaliwa tu unazaliwa na mfumo huu, mpaka ifike mahali uukatae huu mfumo, uukane huu mfumo. Baada ya Adamu na Hawa kuuza haki yetu pale katika bustani ya Edeni, tunazaliwa tukiwa na mfumo wa Babeli. Tunazaliwa tukiwa na mfumo wa kawaida ya dunia hii. Tunazaliwa tukiwa na mfumo huu mpaka utakapokuja kufika mahali ni mtu mzima, unaelewa, utakamkataa Shetani na kazi zake zote na kuukataa huu mfumo na kuukubali mfumo wa Yesu Kristo. Na ndiyo maana tunasoma katika Warumi sura ya 7 mstari wa 18 na 19 hadi 20, anasema, kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yaani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema. Kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lililo jema sipati. Mstari wa 19, kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Mstari wa 20, basi kama lile nilipendalo nisilolipenda ndilo nilitendalo, si mimi nafsi yangu nitendaye, bali ni ile dhambi, mfumo unaoitwa dhambi, ikayo ndani yangu. Lakini katika viungo vyangu naona sheria iliyo mbali, inayopiga vita ile sheria ya akili zangu, sheria ya akili zangu. Sheria, mfumo huu unapandwa katika akili na katika fikra za mwanadamu. Kwenye fikra zako, kama kumepandwa mfumo Babeli, utaishi kibabeli babeli. Lakini kama mfumo, akili zako, fikra zako zimepandwa mfumo wa Mungu, ndio maana tutasoma kwamba aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, hatendi dhambi. Kama Mungu amekuzaa, amekupa mfumo wako, mfumo wa dhambi ndani yako, unakufa. Lakini
hata kama wewe uko kanisani, hata kama umeokoka, lakini kama umeupa mfumo wa dhambi kutenda kazi ndani yako na ulokole wako, utashurutishwa kutenda dhambi hata kama upendi. Kwa nini? Kinachoamua utende nini ni mfumo ndani yako, mpendwa, ni mfumo. Kuna watu wanalewa sana na hawapendi pombe zikiisha, anajuta na kujuta na kujuta, lakini siku inayofuata anashtukia kalewa tena. Lile ambalo halipendi ndilo analolitenda, lile ambalo analipenda halitendi. Kwa nini? Ni mtumwa wa dhambi. Ni ulimwengu wa roho unaomkontrol mtu. Moyo wako ni jimbo la uchaguzi. Anayekaa katika moyo wako ndiye anayebeba mfumo wa uongozi. Akikaa shetani katika moyo wako, ndiye atakayebeba mfumo Babeli wa kukuongoza hata kama hutaki. Jimbo lako ni moyo wako ni jimbo la uchaguzi. Akikaa Yesu Kristo, akikaa Roho Mtakatifu, utatenda yale yampendezayo hata kama utakuwa katikati ya watenda dhambi. Biblia inasema hivi katika Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 15. Biblia inasema, msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa za mwili, tamaa za macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Manake bali yeye aliyekaa katika mfumo wa kimungu atadumu hata milele, lakini yeye ambaye anatawaliwa na mfumo wa dunia hii na mfumo wa Babeli atatoweka pamoja na dunia yake. Yakobo sura ya 4 mstari wa 4, Biblia inasema, enyi wazinzi, hamjui ya kuwa rafiki na dunia ni kuwa adui na Mungu? Bali kila atakayekuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Bali yeye ajuae kutenda mema wala hatendi kwake, huyo ni dhambi. Ajuae kutenda mema halafu asitende, kwake huyo mtu ni dhambi. Unajua kabisa kwamba jambo jema hili hapa, lakini hulitendi. Kwa nini? Ndiyo yale malalamiko ya Paulo. Anasema lile nalotaka kulitenda silitendi, bali lile ambalo sitaki kulitenda nashitukia ndilo nalolitenda. Anasema ole wangu, nafsi yangu, moyo wangu, nani atakaye niokoa na mwili huu wenye dhambi? Kwa nini kutaka nataka, ila kutenda sitendi? Kwa nini? Mfumo unafanya kazi. Amua leo mfumo wa kimungu utawale ndani yako. Amua leo kuachana na mfumo wa shetani. Amua leo mpendwa. Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 2 anasema hivi, tangu sasa msiendelee kuishi katika tamaa za wanadamu. Maana kwa nini? Kwa sababu tamaa za wanadamu ni mfumo wa kidunia, ni mfumo wa dunia hii, kama vile tulivyoona katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2. Anasema hivi, bali katika mapenzi ya Mungu. Maana yake kuishi katika mfumo wa Mungu, katika mapenzi ya Mungu wakati wenu uliobaki wa kukaa hapa duniani. Maana wakati wa maisha yenu uliopita watosha kwa kutenda mapenzi ya mataifa. Kutenda mapenzi ya mataifa inatosha sasa, kwamba kutenda mapenzi ya mataifa kwa kutenda kwa hiari, kwa kutenda kwa kufuata mfumo Babeli ambao unafuata mapenzi ya mataifa, kuenenda katika ufisadi na katika tamaa na ulevi na karama za urafi na vileo na ibada za sanamu isiyo halali. Mstari wa 4, mambo ambayo
wao huona wao kuwa ni ajabu ya ninyi kutokwenda mbio pamoja nao katika ufisadi ule ule usio na kiasi, wakiwatukana. Biblia inaeleza mambo makubwa sana juu ya mifumo miwili. Ukiamua kukaa katika mfumo Babeli, utashurutishwa katika tamaa, katika ufisadi, na utashangaa wale waliookoka kwa nini hawaendi mbio pamoja na ninyi. Ndio pale watu wanaposema ninyi ni wachawi. Watu waliookoka wanaitwa ni wachawi wakati mwingine, kwa sababu wanalogwa, hawalogeki. Kwa nini? Mfumo unaowatawala una nguvu kuliko mfumo mwingine wowote. Ndio maana Yohana anasema katika waraka wa kwanza sura ya 5, kila aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Aliyezaliwa na Mungu anaongozwa na mfumo wa Yerusalemu, anaongozwa na mfumo wenye nguvu, mfumo wa Mungu ambao unakushindia dhambi. Ole wako kama unakataa mfumo wa Mungu. Mfumo huu chanzo chake, mifumo hii miwili chanzo chake ni ile miti miwili ya bustani ya Eden, mti wa uzima katikati ya bustani ambao ulikuwa na mfumo wa dependent life. Ni mfumo wa maisha wa kumtegemea Mungu. Mungu katika mti wa uzima alitaka tuishi kwa kumtegemea yeye, na hapa ndipo watu ambapo wanashindwa kuelewa kwamba Mungu alisema ukila matunda hayo hakika utakufa. Halafu tunamwona Adamu na Hawa hawajakufa, walikuja kufa baada ya miaka kadhaa. Walikufa mpendwa, walikufa kwa sababu walinyang'anywa uzima. Walikuwa na uhai. Tulichonyang'anywa kwenye bustani ya Edeni ni uzima. Uhai ni uzima wa mwili, uzima ni uhai wa roho. Nisikilize, twende taratibu. Uhai ni uzima wa mwili. Mwili ukiwa na uzima wa mwili unaitwa uhai, ambao unatunzwa kwa basic needs. Unapokula unatetea uzima, uhai. Unapopumua unatetea uhai. Unapolala, unapovaa vizuri unatetea uhai katika mwili. Lakini uzima ni kitu kingine. Uzima ni uhai wa roho ambao unatetewa kwa kulishwa neno la Mungu, unatetewa unapookoka. Mwanadamu alipokula yale matunda alikufa uhai. Na ndiyo maana Yesu alipokuja hapa duniani hakutuletea uzima, uhai, alileta uzima. Anasema hivi, mwivi huja ili kuharibu na kuangamiza, mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha kuwa nao tele. Ili wawe na uzima, sio wawe na uhai. Tena taratibu, hakusema ili wawe na uhai. Uhai tulikuwa nayo, tulichokuwa tumepoteza ni utukufu wa Mungu. Anasema wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu ambao tuliupoteza kwenye bustani ya Edeni ni uzima, na tunaona Yesu Kristo anapokufa anaturudishia uzima. Anasema kisha wawe nao tele. Kwa hiyo mti wa uzima ni sharti au ni kanuni ya Mungu kuongoza wanadamu. Lakini mti wa ujuzi wa mema na mabaya, huu ni mfumo wa kishetani, ni mfumo ambaye muasisi wake ni Shetani. Biblia inasema katika Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7 hadi ule wa 9, anasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki
wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Huu haujasema uko wapi, lakini mti wa uzima katikati ya bustani. Kwa hiyo katika simulizi la bustani ya Eden lililoandikwa katika Mwanzo sura ya 2 na sura ya 3, kulikuwa na miti miwili, mti wa uzima na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Hii miti miwili tafsiri yake ni mifumo miwili ambayo iliwekwa katika bustani ya Eden, na Adam na Hawa walikuwa na uhuru wa kuchagua mti wowote, kuchagua kuongozwa na mfumo wa kimungu au kuongozwa na mfumo wa akili wa ujuzi wa mema na mabaya. Umeona mti wenyewe unavyoitwa, mfumo wa akili wa ujuzi wa mema na mabaya. Maana yake mwanadamu akichagua huu mfumo ajiongoze mwenyewe kwa kutambua mema na mabaya, ili aweze kuyakwepa mwenyewe. Hili baya asifanye, hili jema afanye, awe na uhuru wa kuchagua. Mfumo huu Shetani ndio alimshawishi Hawa, Hawa akamshawishi Adamu, wakaingia katika mfumo huu, katika mti huu wa ujuzi wa mema na mabaya. Huo ni mfumo wa kishetani, ni mfumo ambao Adamu alipokula akawa anajitegemea. Ndiyo maana alipokula tu akafumbuliwa macho, akijua mema na mabaya. Ghafla akajitambua yuko uchi na mke wake, akajitegemea kutengeneza mavazi, akajishonea mavazi ya majani ya miti. Inawezekana alivaa majani ya mgomba kuficha aibu yake, maana tayari anajua mema na mabaya. Mungu hakutaka Adamu na Hawa wajue huu mfumo wa mema na mabaya, lakini shetani kawashawishi akiwaambia hakika hamtakufa. Mungu aliyewaambia hakika mtakufa akaonekana muongo. Leo hii kati ya Mungu na shetani unachagua nani? Leo hii kati ya Mungu na shetani ni mfumo upi unaokubali? Sawa, ulikuwa hujui, lakini kwa mujibu wa darasa hili unajua sasa kwamba mbele yako, usimcheke Adamu na Hawa. Leo hii mbele yako kuna mfumo wa mti wa uzima na mfumo wa mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Chagua. Inawezekana umeshachagua, lakini mimi ni mpiga debe wa Yesu. Ukane mti wa ujuzi wa mema na mabaya, mchague Yesu, mwamini Yesu. Kwa nini? Kwa sababu mfumo huu wa mti wa mema na mabaya ndio kiini cha matatizo yote duniani, ndio kiini cha dhambi. Mti huu wa ujuzi wa mema na mabaya ndio mfumo unaotawala mwanadamu kujiongoza mwenyewe. Biblia inasema katika Wakorinto wa pili mstari wa 3 mstari wa 10 sura ya 10 mstari wa 3, anasema maana ingawa tunaenenda katika mwili, lakini hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Kwa nini? Anasema kwa maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina nguvu katika Mungu hata kuangusha ngome. Angalia ngome zinazojengwa mtu anapokuwa katika mfumo wa kibabeli. Anasema kunajengwa mfumo wa ngome za mawazo, kunajengwa mindset ya kishetani inayopinga nguvu za Mungu. Anataja tukiangusha ngome za mawazo, anasema na kila kitu kinachojiinua juu ya elimu ya Mungu. Anasema tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Maana yake kwenye mfumo wa kibabeli wa shetani ukisha kuingia,
unajenga ngome. Ndio maana mtu ambaye hajaokoka wakati mwingine ni ngumu sana kuokoka. Ngome nyingine inayojengwa ni kiburi. Anasema kila kitu kinachojiinua juu ya elimu ya Mungu. Hivyo basi, ndio maana wanadamu wengi sana wanaongozwa na falsafa za maisha. Falsafa za maisha ndizo zinazowaongoza watu. Nilikuwa nimeandaa hapa wanafalsafa mbalimbali ambao walikuwa wamesema na watu wakashikilia kama neno la kuongoza maisha yao. Kuna falsafa ya mtu mmoja wa kwanza anaitwa Karl Marx. Yeye alisema dini ni opium kwa watu, ni kama kilevi, yaani dini ni kama ulevi fulani tu hivi. Friedrich naye alisema God is dead, akaweka falsafa yake kwamba alimaanisha kwamba imani ya Mungu ilikuwa imepoteza nguvu, imekufa. Kuna Sigmund Freud, yeye alisema dini ni hitaji la kisaikolojia tu, haina mantiki yoyote. Aliona kwamba imani katika Mungu ni kama faraja tu ya akili, lakini kwa binadamu, lakini haina msingi wowote. Ziko falsafa nyingi. Jean Paul Sartre yeye alisema uwepo wa kwanza, maana yake ni baadaye. David Hume katika falsafa yake yeye alisema hivi, kutilia shaka miujiza. Yeye alitilia shaka miujiza. Rodrick yeye alisema Mungu ni taswira ya mawazo tu ya binadamu. Ziko falsafa nyingi sana ambazo wanadamu wamezitumia kuwaongoza. Kwa hiyo watu wanaoongozwa na mfumo Babeli wanajiongoza kwa falsafa zao, wanajiongoza kwa falsafa za shetani, wanajiongoza kwa falsafa za kanuni, masharti na mambo mbalimbali ambayo yanawashikilia kama uti wa mgongo wa maisha yao. Mfumo huu umeingizwa na Adam na Hawa. Ndiye aliingiza mfumo huu wa dhambi, na ndio maana unatawala. Sasa nataka ninapomalizia nikupe dawa. Mfumo huu ni mbaya sana, ndio na maana Paulo aliulalamikia katika Warumi sura ya 7 mstari wa 15 hadi ule wa 24. Utasoma pale Paulo anasema, ninalotaka kulitenda silitendi, bali lile ambalo silitendi ndilo ninalolifanya. Ndio maana Paulo aliulalamikia. Pili, ndio maana kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Mtumwa wa dhambi maana yake anatumikishwa. Hakuna mtu ambaye anaweza kuwa huru kama ameuchagua mfumo wa Babeli. Biblia inasema katika Yohana sura ya 8 mstari wa 34, Yesu anasema, akajibu akisema, amin amin nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 4 anasema, atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Nanyi mwajua ya kuwa yeye alidhihirishwa ili aziondoe dhambi. Kuziondoa dhambi maana yake Yesu alidhihirishwa kuondoa mfumo wa dhambi. Dhambi haimo ndani yake. Kila akaaye ndani yake hatendi dhambi. Kila atendaye dhambi hakumuona yeye, wala hakumtambua. Watoto wadogo, mtu asiwadanganye. Atendaye haki yuna haki. Anayetenda kwa mfumo wa haki ni kwa sababu ana haki ndani yake. Mfumo huo unamuongoza. Mstari wa 7, watoto wadogo, mtu asiwadanganye. Atendaye haki yuna haki, kama yeye alivyo wa haki. Atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Kazi za Ibilisi ni mfumo wa uongozi wa Ibilisi. Mstari wa 9, kila mtu
aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi, kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Mfumo unaotenda kazi ndani yake ni mfumo wa Mungu. Katika Warumi sura ya 8 mstari wa 14 hadi 17 utasoma, ndiyo maana unapaswa kuokoka. Ndiyo maana unapaswa kuokoka. Kuokoka ni kutolewa katika mfumo wa kibabeli na kuingia katika mfumo mwingine. Tunasoma hivi katika Wakolosai sura ya 13 na wa 14. Biblia inasema, naye alituokoa kutoka katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tunao ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Tunaeleza wazi kabisa, ili tuweze kutoka katika mfumo wa kibabeli ni kukubali kuokoka, ni kukubali kumwamini Yesu, ni kukubali kuzaliwa mara ya pili, ni kukubali kusamehewa dhambi, ni kukubali kutolewa katika ufalme wa giza na kuhamishwa na kuingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Na kushauri mpendwa, hakuna namna kama utamkataa Yesu, utakaa tu kwenye katika mfumo wa kibabeli. Somo linalokuja tutaona huu mfumo wa kibabeli ulivyo na unavyoathiri watu. Utabarikiwa, utapenda. Lakini leo ni kuonyeshe sababu kwa nini ni lazima tuokoke. Lazima tuokoke. Tusipookoka, lazima mfumo wa Babeli utatuongoza na ni lazima tutakwenda jehanamu. Tukimkataa Yesu kama ndiye njia, lazima tutaangamia. Lazima mfumo wa Babeli utatuongoza. Hatutakuwa na hiari ya kuacha dhambi. Wachawi wanawanga kwa baridi, wananyeshewa na mvua, wanapata mateso mengi. Sijui kama wananyeshewaga na mvua. Hawawezi kuacha. Kwa nini? Kwa sababu ya mfumo. Matambiko, hata kama ni mabaya namna gani, kwenye Freemason wanatoleana matambiko, wanatoleana kafara. Kwenye uchawi wanatoleana kafara. Wakati mwingine unatoa mtu ambaye unampenda kabisa, lakini huwezi kuacha. Kwa nini? Mfumo. Ukishikwa na mfumo wa dhambi, wewe ni mtumwa, na mtumwa atalazimishwa kutenda anachotaka bwana wake. Ukiwa natawaliwa na mfumo wa shetani, wewe ni wa Ibilisi na utatenda ya uongo ya Ibilisi, utatenda dhambi hata kama utaki. Dawa ni kuokoka. Dawa ni kuzaliwa mara ya pili. Dawa ni kumwamini Yesu, kama tulivyosoma katika Yohana sura ya 10 mstari wa 10. Ndiyo maana Mungu alikuwa ndani ya mwana akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Mungu akakaa ndani ya Yesu Kristo ili aweze kuupatanisha ulimwengu na nafsi yake, ili aweze kuwatoa katika wanadamu katika mfumo wa kibabeli. Biblia inasema katika Yohana, katika Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 18, anasema, lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika Kristo Yesu. Tupate kuwa haki katika yeye, tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Ni kwa njia ya kumwamini Yesu Kristo. Ndiyo maana ni lazima tumwamini Yesu Kristo kama njia. Ndiyo maana ni lazima tuokoke na kumwamini Yesu. Biblia inasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Yesu anatuita, ni wajibu wetu kumuitika. Yesu anasema, tazama nasimama mlangoni nabisha. Ni haki yetu kufungua mlango. Ndiyo maana
tunapaswa kumpokea Yesu. Yohana 1:12-13. Ndiyo maana Yesu alikuja kutuokoa. Ndiyo maana Mungu yuko ndani yetu. Kuna sababu nyingi sana za kumwamini Yesu, nami nikupe nafasi leo ya kumwamini Yesu. Kama unamtaka huyu Yesu aweze kukuokoa, aweze kukubadilisha, aweze kukufanya kuwa kiumbe kipya, rudia maneno haya, yawe ni maneno yako yenye maana katika maisha yako. Ni sala ya toba, ni sala ya kukuongoza, kukupatanisha na Yesu. Sema, Bwana Yesu, nakuja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, naomba unisamehe dhambi zangu zote nilizozifanya kwa mawazo na maneno na matendo, na kwa kutokutimiza yanipasayo. Nasikitika, najuta na kugeukia Mungu, na ukataa mfumo wa Ibilisi wa maongozi, na ukubali mfumo wako, mfumo wa Roho Mtakatifu, mfumo wa kimungu kuongoza maisha yangu. Karibu Roho Mtakatifu katika maisha yangu. Ninaokoka na kuamini katika jina la Yesu. Naokoka na kuamini. Amen. Kama umeongoza sala hii na kumwamini Yesu na kuokoka, umeisema kwa kumaanisha, wewe na kutangazia kwamba umeokoka. Endelea kumwamini Yesu. Endelea kusikia neno la Mungu. Jihudhurishe katika ibada za watu ambao wameokoka, mahali ambapo neno la Mungu linahubiriwa kwa usahihi. Dumu pale, kaa pale, mtegemee Mungu, endelea kujilisha. Kisha niandikie message, tuwasiliane kwa simu namba 0756 760 855, 0756 760 855. Mwisho, mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani. Itengenezeni njia ya Bwana. Kesho nayo ni siku, tutaendelea na somo la mifumo. Basi sasa Bwana wa amani mwenyewe na awape amani daima kwa njia zote. Bwana awe pamoja nanyi nyote. Amen.